Uko serious? Yes. Mtoto wangu, mtoto wangu. Umesema hapa ni kwangu? Nimekulea kweli. Uongo. Kulea. Unajua mwenye nimekulea kama babako ameniacha. Kwa nini unifanyie hivyo? I don't want peace. I want problems always. Hello people, Mazuna hapa kama kawaida. So guys, nawapenda sana. Mimi ukweli naumwa na kichwa. Not feeling well. Juu ndio nitaona mingi hata kushinda miaka zangu. Mimi tu usikia ma stories na happen, madem, malele, ma gays, but inayo ndo siku nimeota vitu mbaya, like ni mbaya. I'm telling you ni mbaya paka naumwa. Actually miss feel poa. Sasa nahurumia Ivan, villain. Tena mhurumia tu sana. Juu imagine paki atu chake. Kama mimi nimeweka tu nyumba. Nyumba ni mali. Manze hii nyumba si 1 million, si 2 million. Anabini pesa mingi sana, a lot of millions. Mwanamke mrembo amejengewa nyumba nzuri, kutoka Burundi ametoa Kenya, amejengewa nyumba. Amejengewa nyumba safi, but mwanamke analala na mashemeji, analala na baby mamas. Guy, uko sawa? Are you okay? Yes. Mbona ulifanya hivyo? Acha niulize on behalf of villain. Unajua nilikuwa nakaa huku nakaa peke yangu. Bwanangu amekaa miaka 3. Na mimi niko peke yangu. Hajanishika na mwanaume. Insist hiyo kitu. Yeah. Unajua hajanishika na mwanaume. Yeye amenishika na sisters wake. Mtoto? Ako wapi? Mbona nikuulize? Mbona umetoka majuu kama hujaniambia? Unajua venye nimekulea? Unajua venye nimekulea kama babako ameniacha? Kwa nini unifanyie hivyo? Nimekusomesha kwa dhati, alafu unatoka majuu kama hujaniambia. Mbona kunachonganisha watu? Kwani nimekwambia nini? Hapa amenipiga hadi akanitoa kwa nyumba. Mbona hivyo mama? Mimi nimekusemea pole mama. Sasa mama, unaona vitu kuna amenifanyia. Alafu nimesikia huko ndani umefanya nini? Sasa mama, mmevurugana kwa nini? Mama. Siku nyingi nimekuwa nimekumisi. Mbona unazoka nani hivyo? Uko majuu hata tunasalimiana basi. Ushainitumia hata ndururu. Hebu salimiana basi. Okay, sijakata nikusalimie. Lakini wewe vile umefika Kenya umenipigia hata simu umefika? Surprise mama, nataka nifanye surprise. Mimi ni mzazi wako. Hata kama kila siku unaweza kuwa umeambia kila mtu, lakini mbona mimi usiniambia? Mama. Alafu akiingia kwa nyumba anakutana kila siku namsikilizaga mtoto wako. Wewe ni sister yako mmoja hivi au na sister mwingine, alafu unakuja unampiga tu ya nini? Amenikana ndo huyu. Kwa nini? Si ndo huyu amenikana. Amekataa, amesema mimi siko kaka. Ni ajili ikaa basi mama, ikaa kwanza basi mamangu, ikaa kwanza. Mbona unafanya vitu kama hizo? Mwambie umefanya nini, wachapo kusema vitu mingi. Nini unasema? Si mwambie venye unamsikiliza huyu iko sana kwa anavuta bangi. Hii ni damu yako, ni damu yangu. Siwezi kama sijasikiliza mtu atasikiza nani? Huyu anakuwa anavuta bangi. Sasa unamsikiliza huyu, tusikilize sisi wote. Watoto wako sawa. Mbona mnaanza kama anaita vurugu? Mbona? Nini inaendelea hapa? Nini inaendelea? Ni struggle kuambia kila kitu. Yenda ameleta hadi hao watu tu, unaona hapa watu wa kamera. Mimi hata sijui nini hiyo. Hebu niambie villain. Mimi mama yako. Mimi nilikuwa naongea na mwenzangu hapa. Tuko tunaongea. Nini kuhusu nini? Sasa tunakuja. Sisi tunaongea, unajua kama tunaishi naye. Kama mke na kwanza nilikukataza. Wewe mimi mama yako una disrespect. Umsana nilikataza juu ananiheshimu hata kidogo. Sasa nipe heshima hata kidogo. Bado uko na yeye, si ndio? Kwani mama kwa kishi hapa. Kwani mama mimi mnataka nijiue na stress? Nijiue na stress. Huyu msichana umeacha naishi hapo peke yake. Mimi natesekea huko, mimi na dada yako. Nimefika hakuna kunisalimiani, hamunijali hata siku hizi. Huyu basi ni mbona upendo ushaisha kwa watu? Huyu nini basi? Huyu ni nani? Ndio ameniambia unafaa kunielezea kila kitu. Ni nani? Unanikosea mamangu, uko unanikosea. Sasa hujanikosea. Sio nasikia maneno ya huyu. Ni mtoto wangu mwenye napenda, hata venye nakupenda wewe. Ni sasa nikose kusikia maneno yake na mimi hizi fujo zimekuwa huyu amekuwa yuko hapa. Haya. Sasa huyu amemleta huyu amwombe msamaha kwangu. Ndio mnawakuta hapa. Huyu amemleta huyu ili amwombe msamaha kwangu. Elezea mama yako mimi. Sasa imagine sasa vitu mama. Nikwambie. Tuongee sivyo? Sawa, lakini muelezee mama. No. Mama si amekuuliza swali, si kama mimi kuna kitu nimewahi kukosea kwa haya maisha. I'm sorry. Lakini mjue mimi sina mamangu mwingine zaidi yako.
na sina wadada zangu wengine zaidi ya wadada zangu. Imagine sasa vitu ambavyo nakutana, imagine sasa vitu ambavyo mimi nakutana. Mama, mimi nimefika, nimetoa machozi. Mimi sijakataa, lakini mbona wewe utoke majuu alafu kama hujaniambia, huyu msichana anakuja ananiambia unafaa kuniambia nini yenye sielewi? Nini yenye inaendelea penye sielewi? Mimi mama yako unanificha, mimi mama yako mwenye nilikuzaa, nikakubeba tumboni nikakulea, kama babako ameniacha. Mbona kuna kitu inaendelea hapa yenye sijui? Je, niambia. Amekuja amebebana na watu wake wote, amekuja kaanza kunipiga huko ndani, amenipiga. Mama, wewe watoto wako umewalea vibaya. Venye nilikulea ndio venye nilimlea. Huyu pia ni mtoto wangu venye nilikulea. Hujanilea hivyo mimi. Basi mbona unanificha kenye inaendelea na huyu msichana? Ambiana ukweli sasa. Mimi nilikuwa naishi na huyu. Huyo naye tumeachana. Si mnajua kama tumeachana? Kitambo huko tumeachana. Kwani kosa langu liko wapi? Mimi sijui kama mimi walizaa na yeye na wakaachana. Tukaachana. Sikujua kuna kitu. Uko na mtoto wake tena? Hujaniambia uko na mtoto. Mimi ni mama yako, nani unaambianga siri zako? Mbona hujaniambia uko na mtoto? Hawa sana wote nilikwambia, kwanza huyu ndo simtaki kabisa. Huyu pia simtaki. Huyu msana hajai nipea heshima kama mimi mama kijana. Mama kijana anafaa kupewa heshima, juu mimi ndo nilimpea huyu mtoto uhai. Huyu msana yeye anaishi hapo peke yake. Hata hajai nitata nikae hapa. Niambie. Unaambiaje mother-in-law kuambia unataka kuwa bibi ya kijana yake, unaambia kuambia hizo ni nini? Mwandarangu mother-in-law. Mimi simdarau, sijawahi mtusi, sijawahi mfanyia kitu. Na hata hujaipigia hata familia yote ati mam ama hata mtutie yote, hata wewe unakaa hapa peke yako. Nyumba yenye kijana wangu nimesomesha, nimemtuma hadi majua mpata kazi, amekununulia. Hujaniita na mimi natesekea nyumbani. Si nilikuwa nimemleta sister yake, si tulikuwa tunakaa na yeye. Sema tupata tuko na yeye. Na lakini mbona mimi nikapata nilikuwa sijui kama baby mama wake. Nilikuwa sijui kwamba anaishi pamoja. Najua yake sister yake ni kukuja, alikuja. Akasema nataka kuishi na wewe, kumleta. Sawa, si nimewalea basi. Mama, kama gisi nilivyokuambia nimebai nyumba. Na wewe umesaini kwa hii nyumba pia. Na nimeandika hii nyumba, nimeandika kwa jina lako. Unaona? Na mbona mwanamke wako hakuja ishi hapo? Kwa nini? Si huyu alikuwa mwanamke wangu, bati amenisaliti. Mwanamke wako na mimi, nani anafaa kuishi kwa nyumba yako? Ya kwanza umenunua na pesa zako yenye mimi nimekusomesha. Mama, hizo ni vitu tungepanga kama familia. Mama na mtoto tunaikaa, tunapanga, tunajua kunaendaje. Kutoka huko hao wanaweka kuja kwa maisha mtoto wangu anisikizi kabisa. Na mimi ndo ni mama yake. Muulize, hata anajua babake, anajua tu tribe yake, lakini hata ajua babake hata hajamsomesha, hajamfanyia kitu yoyote. Mimi ndo nimesimama, nateseka na mtoto. Alafu ona vile analeta wasichana ndo wanakula pesa zake. Kama ni wewe utasikia aje? Na hivyo ndo venye anataka mtoto wangu aishi bila baba. Hivyo ndo anataka. Kwanza msomi tunaongelea ni jenda gani? Kwani mama, hizi fujo zote zinatoka kunini? Mimi nimewakosea nini? Wewe kosa ya kwanza umetoka juu. Hujaniambia uko na mtoto, hujaniambia. Huyu msichana nilishaikataza na bado uko tu na yeye. Wewe mbona hujanipea heshima? Kutokukuja mimi, kutokuambia kwamba nakuja ni kwa sababu mimi surprise na kuaga kwa ya maisha. Try to understand. Pia mimi unanipiga surprise. Mimi mzazi wako. Mimi unanipiga surprise. Alafu unapita direct hadi kwa bibi yako. Mbona unipiga shamba sasa mama? Swala la kwanza kitu kidogo tu madhe. Kwa mtoto wako, si ndio? Na huyu pia ni mtoto wako. Hebu jaribu kutuelezea what happened. Juu huyu hapendi huyu. Huyu anapenda huyu. Kwa nini? Mbona unapochuki katikati? Ilifanyika huyu mtoto ako na babake. Huyu pia ako na babake. Mbona ukuwalea na upendo hata kama washei baba? Mbona ukuwalea na upendo? Juu hebu vile nimuelezee ni umpata jana kwa hii nyumba. Unajua ajui. Ungekuwa mwingine, ungekuja ukiniuliza. No. Kwanza mimi nilikuwa nakumisi mamangu. Wewe ni baraka yangu na kwa unaniombea hata kwanza nakushukuru sana kuona umekuja. Mimi nimefika kwa before yesterday. Baada ya kufika hapa nimekuta kitendo kichafu sana. Mimi nakuja na Masijun. Kuna vitu wanajua ni journalist. Anafanyaga vitu, ni content creator pia, unaona. Afu nasema surprise ambayo nitakamfanyia mpenzi wangu iwe surprise ya kwanza dunia nzima. Nikuja nikimletea gifti. Juu niko na mpango wa kumubeba hata huko majuu. Sina muita Masijuni.
tunafika hapa, tunaingia. Kitendo nimekuta wanafanya kwa kitanda hawa. Kitendo gani? Hakuna. Kitendo gani? Wanakulana wanawake kwa wanawake. Kukulana aje? Wao wanadanganya. Njoo kweli. Uongo. Piga huyo, vunja. Uongo, acha kudanganya hivyo. Vunja huyo. Hakuna. Huyo vunja. Huyo vunja. Nimekulia hivyo. Cucumber, anachukua cucumber wanapaka mafuta. Cucumber ni ya kupikia, mimi sikufanya kitu kama hiyo. Wanapaka mafuta cucumber. Uko shule kitu unasema. Mimi nimeumia, nimehana sioni. Alafu wewe pia unasema hiyo ndio tabia unataka kufunza mtoto wangu. Mtu akisema na kwamba mtu akisema na kwamba ando anakunta kuwa hawa wawili. Afu wanakuja na cucumber, sisi tuko mambo wanakuja wanakuambia maneno eti mimi ni mbaya. Si ndo hao? Cucumber mimi nimefika. Mnafanya nini na cucumber? Na nini? Na nini? Mnafanya nini na cucumber? Ando unasema uko nao. Hawa wawili sina mwanamke. Tunapika nayo. Sina mwanamke. Mimi niko single. Tumemaliza kuoga, tunakuvaa, tunafanya nini? Alafu wewe pia umejoin, si ndio? Mimi nadhani wewe ni mzuri kuliko brother yako. Njoo huyo mama. Alafu ndio umejoin. Hivyo ndio nilikufunza. Hakuna mafuta. Kitu cha hivyo anaingiza ndani mwake. Huyu mimi sijui hata kama ndaongezeka kulala na huyu. Kitu wanamuingiza moto. Yaani hivyo ndio mnasaditi kijana wangu, si ndio? Umeona vile wamekufanyia? Umeanza kusikia maneno yangu. Umeanza kusikia maneno yangu. Amekaa huko miaka 3. Njoo hivyo afu nakwambia mama, nikikwambia wanawake ni wabaya, nikikwambia wanawake ni wabaya, sasa akatufanye nini? Acha kuniingilia mimi. Nikikwambia wanawake si wazuri. Nakwambia binti yako ni binti, njoo huyu. Anaenda nafundisha vitu. Hajadushika na wanaume. Kizungu gani mnakuwa wanawake kwa wanawake? Mnaingizana vitu kizungu gani? Mimi siko naelewa tabia kama hiyo. Mbona ujifunze tabia kama hiyo? Mbona nilikulea? Hebu kwanza nataka niingie kwa nyumba na tufunze huko. Ingia mama, wewe uko na ruhusa ya kuingia kwa nyumba. Ingia pote, tembea. Nataka kuingia kwa baba. Nataka kuingia kwa baba. Unajua nini nyumba ya mtoto wake? Nini nyumba ya mtoto wangu? Nataka kuingia. Mimi naishi wapi? Ushaona mali naishi? Mimi sijui. Mbona yeye akukwambia? Ona. Wewe unaweza kumkataza mamangu kuingia kwa hii nyumba? Si ndio? Mbona umemleta? Wewe huwezi kumkataza mamangu kuingia kwa hii nyumba. Mbona mkataza mamangu kuingia kwa hii nyumba? Mbona mnamkataza? Ni vitu gani? Mbona mnataka kuniua nini? Mbona mnataka? Kwani unataka ndio umetengenezea mabibi zako manyumba? Kwani unataka umpige mamangu? Hivi ndio umetengenezea mabibi zako manyumba? Unataka umpige mamangu? Unajua mali inakaa vipi? Hebu angalia kitanda, angalia vile nyumba inakaa. Nisikie. Niambie, nini unasikiza? Nini unasikiza? Mimi nimekosea kuoa. Bora ukosee kula kuliko kukosea kuoa. Najuta sana kumpata mwanamke mshamba kama huyu. Kila siku na pesa namtumia. Mimi ushanitumia? Sina kutumia kama mama. Hizo pesa kidogo kidogo hata kuna kitu inanisaidia. Angalia mali kama mwanamke sijakata. Naishi ukiona kitanda nalalia msichana wangu. Shukuru. Mama, ya maisha ya Kenya ni nyumba ya kijana kulela. Na mimi ndo nimengangana na yeye. Mimi imagine maskini. Mama yako unaishi kwa nyumba gani hivyo? Na nyumba yenyewe unaishi umeacha mama yako kisha. Ama ndo nakutafutia pesa. Sasa mbona hizi siku unaongea sana akili? Unaona adabu unampatia. Unaona adabu. Lazima niongee na nyuma. Ako sawa kabisa. Angalia unajua mali naishi mimi. Angalia kitanda. Mama anielewi kila siku. Angalia vile kitanda inakaa. Hiyo unajua mali nalalia vile nimeteseka na wewe. Alafu bibi ndo una invest kwao. Mabibi ndo una invest, angalia. Hawa sana tatizo yako ni hiyo. Hawa sana wako usiana na wasana ndo unaita mabibi. Hawa. Kuna nisikiliza basi mama. Kuna jaribu kunisikiliza na mimi. Kuna jaribu. Hebu nikusikilize, unataka kusemaje? Jua ana tu nyumba unakaa. Wewe mwisho kuja nyumbani ilikuwa lini? Unajua vile mimi nakaa kweli? Unajua venye mimi nakaa? Unaingia nyumbani vile? Nipanisha siku mingi sana. Venye alianza kazi ndio sasa anze kutafuta venye anaenda huko mali alienda, ajaienda huko. Wako si ni Burundi ama? Bado kwa mama yako. So mimi naishi Israel. Mimi naishi Israel. So hapa Kenya nilikuwa najua na wife yangu anaishi hapa na mama anaishi hapa. Afu baba yuko huko. Mungu saidia mamako.
Unaona, sisi wanaume si kwamba eti hatunaga moyo wa upendo kwa wazazi wetu wa mama. Wa mama ni watu ambao sisi wanaume tunawapenda sana kuliko wa baba, Sasa ni ile tu bahati mbaya vitu vinafikaga vinaingiliana. Hata huyo mwenyewe nilikuwa hata nikimpea pesa, mpatie mama, kama hajawahi kupatia pesa huo. Yaani mtoto wangu unaamini wanawake, unatumia bibi ndio nitumie pesa mimi mama yako mwenye nilikulea. Unaamini wanawake, yani hadi pesa ipitie kwa wanawake zako ndio inifikie. Mimi mwenye nimeteseka na wewe jamani. Mama nikimuzia simu kila siku inapoteza. Sasa itakuwaje? Na mbona hujaipigia dada yako? Nishamuzia simu 8 zote anapoteza. Sasa unasikia itakuwaje? Mbona hujaipigia dada yako tu mwambie na tena namuzia simu za bei afa anapoteza. Sasa tutaishi aje? Yaani lazima kama unataka kunisaidia ipitie kwa mabibi zako. Sasa napitiaga kwa huyu naye huyu. Nikwambie ndio sawa. Wewe ukiwa Burundi ukiishi na huyo babako mwenye atakuwa anakusaidia. Si ni mamangu ulikuwa unapigia simu kutumia pesa? Imagine. Mimi nakutumia dika huko na babako. Mimi babako hataja kusaidia. Alafu ukitaka kunisaidia unapewa mabibi zako pesa ndo anitumie. Surely mimi nilikuwa napitisha usaidizi wangu kwako kwa mtu mwingine. Mama, hiyo ni kosa nimefanya. I'm sorry. Hiyo ni kosa. Na haitorudia tena. Sitomwamini tena mwanamke kuliko mamangu. Afadhali umejionea. Sitomwamini mwanamke kuliko mamangu. Yaani tumekuwa nakuambia mshango achana na unasema unaona maybe mama hakutaki. Si umekuja ukapata kenye wanafanya. Unaona hii nyumba iko na 12 rooms. Mtoto ashanizalia hakuna afu anaita genge yake. Mimi niko na mtoto wako unasema changu na mabibi zote siwataki kabisa. Kitu yenye umekuja ukapata ukifanya sitaki anything. Hata mtu mimi sijui utampeleka wapi. Sitapeleka mtoto. Mimi hiyo damu sitaki. Kwani mama mimi nishaishiwa, wewe sema vile unataka tufanye nini? Mimi nimekwambia hata mtoto huyu msana mimi simtaki, ule simtaki. Nataka nikutafutie msana mzuri mwenye mimi najua background yake. Hao wote siwataki. Afadhali umekuja mwenyewe ukapata kenye wanafanya. Jioni time nakwambia achana na hawa. Unaona ni kama mama nitaki. Sasa masi mimi hakuna kitu kizuri nishagafanya kwa mama yangu. Na nifanye kizuri, hashukuru, haoni, hataki. Nini umenifanyia mzuri? Nini umenifanyia mzuri? Sema tu ukweli. Nini umenifanyia mzuri? To be honest. Ukisema unanitumianga pesa through huyu msichana, huyu bibi yako, to be honest, mimi sijaiona pesa. Sijawahi ona, ningekuwa nimekuja hapa nasema vile unisaidie. Na venye mimi nakupenda hivi mtoto wangu. Mimi nini ushainisaidia? Mimi ona vile nakaa. Ona venye nyumba nakawia. Ni kweli niko na kosa mamangu, nisamee. Sasa mama. Masi, unaona mimi. Mimi kitani inakaa jamani. Mtoto wangu. Hata mimi nalalia mbao. Angalia kitu ya kujifukia inaitwa wangu aje. Dupe mtoto wangu. Jamani, alafu mimi nalalia mbao haki. Unataka nifanyie nini jamani mtoto wangu? Angalia mali unalalia. Mimi unajua maisha yanaishi. Bado unataka kuendelea na wanawake wako jamani. Sasa mamangu, mimi naomba msamaha mamangu. Nimekukosea sana. Yaani umeniambia sikusikia. Mamangu, naomba msamaha sana. Yaani umenishauri sana sikusikia. Mimi najuta. Najuta. Kulala kwa master bedroom tena kiukama. Mamangu, kuanzia leo mimi nakusikiliza wewe. Toka huko, leta mizigo yako yote. Kwanza acha na nguo, acha huko. Wende ulete tu zile papers, documents zako, kama ni ID, kama ni nini, ulete ukuje hapa. Unamaanisha nini? Toka huko ukuje hapa. Hapa ni kwangu? Hii nyumbani yako nimeandika. Uko serious? Yes. Mtoto wangu, mtoto wangu. Umesema hapa ni kwangu? Basi nataka unifanyie tu kitu moja. Ndio nijue unaniambia ukweli. Alafu si unafanya kuishi na wewe. Si tutaenda kuishi wapi? Tutakutuacha kuinje. Mimi mtoto wangu alisimilei peke yake. Kila mtu aende kwa mama. Watu watoke. Unaona mtoto wangu? Hawa si wataki. Ona mama, achana nao. Achana nao mama. Wewe usaidia wote. Sikia niwaambie. Huyu ni mama yangu. Mnasikia? Tujakataa.
Huyu ni mamangu. Hadi mimi niko na mtoto. Uko saadabu wenu, bebeni huko na nyinyi kwa mama zenu. Wewe ulimpatia mimba, wewe si unataka wako ni uko side gani wewe? Wewe si sawa side gani? Mama wewe acha mimi nidili nao. mimi ninasema tu yako. Mama wewe acha mimi nidili nao. Sasa wewe tumeachana. Watu juani hata. Wewe kwa sasa sikujui na sitaki hata kukujua. Unijue aje mimi sasa, bibi yako? Mamangu yeye amefika. Uko bibi yangu tumeandikwa wapi? Hautaki nenda. Hautaki weenda. Utajilazimisha kwa mtoto mwenye bwana kutaki. Mimi hata niliachana naye juu baba yake hakunitaka. Mama achane naye. Sasa mimi sitaki vitu vingi. Mama niona naishi mwa hii nyumba. Hii nyumba ni yako, imeandikwa kwa jina lako. Utaishi hapa. Unasikia? Nitakuwa nakusikiliza. Chochote utachohitaji mama yangu, wewe utaniambia, mimi nitakusikiliza wewe. Sitaki kusikiliza wengine mtu yeyote kwa sababu nimeamini watu wengi kumbe ni fake. Wewe ndio fake. Uliamua kwa mtoto wako. Wewe ndio uliamua kwa mtoto wako. Mimi nilikuwa nasema kuhusu sisi yako nimeshaona. Unaona watu wanyamasaid? Unaona yani watu wanyamasaid. Unataka mjukuu wako aishi venye watoto wako wameishi. Afadhali. Ni sasa mbona mjukuu wangu atoka kwa damu ya watu, mama yake ni lesbian? Kuna mambo za ona, hebu fanya uone vile hao wasichana wanatoka hapa. Si umesema nyumba ni yangu? Hebu fanya uone vile wanatoka. Hebu sasa mamangu amenipa ruhusa. Nataka sasa mtoke nje sasa. Tuendro safi. Mama chineze family muongee mwelewa. Masitoeni hao. Tokeni. Bwana hawataki. Bwana si amewakata hii tokeni. Bwana tokeni. Bwana amewakata. Mnajilazimisha aje hapa? Kijana wangu amesema nyumba ni yangu. Si kijana, nyumba ni ya kijana jasho mtoto wangu, tokeni. Watoe nje mama. Hii nyumba unajua kutengeneza na jina lako alijengea bibi yake. Lakini Maarifa second option sasa juu sasa hataki huyu na anaona pale. Lakini hiyo ya kupata pesa kujenga hapa ilitoka kwa nani? Tokeni. Mimi sasa watu wanamsumbua mtoto. Mtafuta venye mtafanya mtoto. Tokeni. Watoke hao mashetani. Afu wewe ujuaje kuleta unazi vitu kisipo na leta vitu hapo. Mnajilazimisha kwa wanaume hawataki. Ndio unasema. Kwa desperate tunajilazimisha hapa. Na kwa desperate sana. Sio nasema kama nyinyi tokeni. Tafute venye mtafanya mtoto wangu. Hii nyumba ni yangu. Na wewe mtoto wako unasema mtoto wako. Hata labda mtoto wa kijana wako na mtoto si narudi na wewe hapa. hata labda mtoto wa mtoto wangu. Watoke nje hao. Watoke nje, hebu toke nje. Soja iko wapi? Toka. Soja iko wapi? Soja. Njoo nani hao watu? Tokeni nje. Mama acha sijipake hata uchafu. Tokeni nje. Mwende mtakufa hivyo. Uhuni wenu wa watu kiukamba zenu huko. Mashetani hayo. Karibu ikae mama, karibu ikae.